Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Siku moja baada ya kukamatwa kwa raia wa China akiwa na fedha taslim zenye thamani ya mabilioni ya shilingi katika eneo la Oyster Bay jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wananchi kujenga utamaduni wa kufuatilia na kuelewa sheria pamoja na miongozo mbalimbali ya nchi ili kuepuka migogoro na matatizo yasiyo ya lazima. Chalamila ametoa wito huo hii leo Jumatano Januari 7 akiwa Kunduchi jijini Dar es Salaam. Alipofika kutatua mgogoro wa ardhi, amesema Tanzania ni nchi yenye mfumo mzuri wa kisheria, lakini changamoto kubwa ipo kwa wananchi kushindwa kuzisoma na kuzifuata sheria hizo. Aidha, ameeleza kuwa katika sheria ya fedha, umiliki wa fedha taslim una viwango vinavyoruhusiwa kisheria na kuwa kumiliki fedha nyingi bila ya maelezo ya wazi ni kosa. Aidha, amefafanua kuwa mtu anapaswa kueleza chanzo cha fedha alizonazo, akiwa na mauzo ghafi au faida, pamoja na kudhibitisha kama risiti zilitolewa na kodi za serikali zililipwa ipasavyo. Kuwa uelewa mdogo wa sheria hizo unasababisha wananchi wengi kujikuta kwenye matatizo yanayoweza kuepukika. Wenye viti hawa serikali za mitaa, huko hapo mwenyekiti wa serikali huko hapo. Na jana mmeona kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa pale Oyster Bay, kwa kushirikiana wenzake walikamata baadhi ya Wachina ambao walikuwa na transactions nyingi zikiwa hazieleweki zinafanya kazi gani. Mtu mmoja akaniuliza, sasa je, kama ni hela halali? Nikasema tatizo lenu, nchi hii ni nzuri na imejenga sheria nzuri sana, lakini hamsomi. Hivi kwenye sheria za fedha kukaa na zaidi ya milioni 10 keshi inakubalika? Sasa mnajua hilo? Sasa wewe uko na mihela pale mingi pale, tukikuuliza hebu tueleze vizuri, hii ni mauzo ghafi au ni faida? Justify hilo tu ili tueleze vizuri. Kama ni faida tujue, na kama ni mauzo ghafi tujue ni shilingi ngapi, afu tuone, je, ulikata risiti, omba risiti, je, ulilipa kodi ya serikali? Hilo tu. Lakini mngekuwa mnasoma vizuri sheria za nchi hii, hata milioni 10 tu keshi lazima ni kinyume cha sheria kuwa nayo. Hivi wewe unatoka nayo wapi? Mbona tuna mabenki yako? Na ndio maana hela ikiingia hata milioni 10 haina maelezo, watakwambia benki tunaomba maelezo, njoo mara moja tuwe maelezo. Hiki ni nini? Kama umeuza ardhi tunaomba mkataba, kama umeuza ardhi tunaomba tax clearance, kama umefanya nini tunaomba jambo hili, then wanakuruhusu kuchukua milioni 10 yako. Kwa hiyo mwenyekiti, tunahitaji pia muendelee kuwa msaada mkubwa kwa wananchi unaowaongoza. Msije mkaconspire na wahuni, wala msije mkaconspire na watu ambao wanaweza kuleta madhara makubwa ya maendeleo katika taifa letu. Mimi leo nikisikiza taarifa hii kichwa kinakuwa cha moto ghafla. Sasa kwa sababu ni mambo ya kisheria, ngoja niende taratibu kwenye mambo ya kisheria. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.